Bwana Yesu Kristo asifiwe. Naomba nijibu swali lako kama ifuatavyo. Ni kweli mifano yote mitatu uliyouliza kuhusu ni mifano aliyoitumia Yesu Kristo. Lakini mifano hii haiwezi kutumiwa katika mazingira mamoja au kwa maudhui sawa. Kila mfano hapa una maudhui yake, una ujumbe wake, lakini pia unapaswa kutumika katika mazingira sahihi. Mfano wa kwanza wa mwana mpotevu unaopatikana katika Injili ya Luka sura ya 15 mstari wa 11 mpaka 32, mfano kuhusu mwana mpotevu. Mfano huu unawahusu zaidi sana watumishi mbalimbali kanisani ambao wameomba na kupewa karama kwa ajili ya huduma, lakini badala yake hawazitumii karama hizi ndani ya kanisa, lakini wanazitumia karama zile kwa upotovu nje ya kanisa. Hawa watu wanaweza wakawa mchungaji, akawa mwimbaji, akawa mtu yeyote yule, lakini ambaye Mungu alimuomba Mungu na akampa karama kwa ajili ya matumizi. Lakini mfano wa pili uliouliza ni ule mfano wa kondoo aliyepotea unaopatikana katika Injili ya Mathayo sura ya 18 mstari wa 12 hadi 14. Kondoo ni mnyama, ni hayawani. Anajua anakotoka wakati anakwenda kuchunga, lakini hana uwezo wa kurudi mwenyewe zizini. Hivyo anaweza akabaki kule na lolote baya likamkuta. Mfano huu unawahusu wale wote ambao hakika wanajua Mungu yupo, lakini hawajawahi kuikiri imani wala kuja kanisani kwa sababu hawana uwezo wa kufanya hivyo wenyewe. Hawa ndio wahusika hasa wa mfano huu aliotumia Yesu katika Injili ya Mathayo sura hii ya 18 kuanzia mstari wa 12 mpaka 14. Na mfano wa tatu ni ule wa shilingi iliyopotea katika Injili ya Luka sura ya 15 mstari wa 8 mpaka wa 10. Shilingi ni fedha, na ukisoma yule mama anawasha taa, yupo ndani ya nyumba. Anachoamini ni kwamba hii fedha, hii shilingi itakuwa imedondoka hapa. Yawezekana labda alikuwa ameificha juu ya meza chini ya sanduku katika kubadilisha nguo au kusogeza hapa na pale. Anaamini hii shilingi itakuwa imedondoka hapa, hivyo anawasha taa ili kuitafuta. Mfano huu hawahusu watu wengine. Mfano huu unawahusu wale wote ambao wameshaikiri imani na pengine wapo kanisani, lakini bado wanaendelea na dhambi. Watu hawa hawako nje ya kanisa, wamo humu ndani, lakini wamepotelea humu. Ina maana mtu amekiri imani, ni Mkristo sahihi, lakini bado anaendelea kunywa pombe, anaendelea kuzini, anaendelea kutukana, anaendelea kugombana. Kwa hiyo japo yupo ndani kama ile shilingi ilivyokuwa, lakini amepotea. Hawa ndio ambao tunawasha taa na kuwatafuta ndani ya nyumba. Kwa hiyo kila mfano hapa unahusu watu wa Mungu, lakini katika mazingira tofauti tofauti. Kama nilivyosema, ule mfano wa kwanza wa mwana mpotevu unawahusu wale wote waliomuomba Mungu na akawapa karama kwa ajili ya huduma. Haijalishi wewe ni mwimbaji, haijalishi wewe ni mchungaji, haijalishi wewe ni nani, lakini ulimuomba Mungu na akakupa karama ili uitumie kanisani, lakini badala yake ukaasi kuitumia, ukaacha kuitumia, unaitumia vibaya. Anachosema ni kwamba karama ile mwisho wake itaisha, na ndiposa unatakiwa kurudi kwa yule aliyekupa karama, maana yeye atakuwa nasubiri pia. Lakini mfano wa pili, kama nilivyosema, huu mfano wa mwana wa kondoo waliopotea, nimesema ni wale watu ambao hakika wanajua Mungu yupo, wanaamini hivyo, lakini hawawezi kurudi, sawa na kondoo aliyetoka nyumbani kwenda machungoni, lakini hawezi kurudi mwenyewe isipokuwa amefuatwa. Hawa ndio ambao tunatakiwa zaidi sana kwenda kuwaleta zizini. Lakini mwisho tumeona shilingi iliyopotea. Mfano huu ambao unawahusu wale ambao wamekiri imani, yawezekana wapo kanisani, lakini bado wanaendelea kutenda dhambi. Kwa hiyo hatuwezi kutumia mifano hii yote katika mazingira mamoja au kwa maudhui mamoja au kwa dhumuni moja, lakini kila moja linawahusu watu wa Mungu, lakini katika mazingira ya tofauti.